Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapo kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na mambo mazito ambayo Mwijaku ameamua kuyachukulia hatua. Tunaweza kusema hivyo kutokana na kwamba Mwijaku rasmi bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameamua kulivalia njuga sakata la Mwakinyo pamoja na yule kijana ambaye kuna ile kesi ambayo ilikuwa inamwandama Mwakinyo huko Tanga, ambapo kuna huyu kijana ambaye inasemekana kwamba alijeruhiwa na akapigwa vibaya mno na akafunguliwa mbwa akamjeruhi, na hilo tukio lilitokea nyumbani kwa Mwakinyo, na Mwakinyo ndiye aliyefanya hivyo kwa kumchukua huyu kijana. Kwa mujibu wa huyu kijana mwenyewe, alisema kwamba alikuwa anapita akavutwa, alikuwa anapita akaokota nazi, Mwakinyo akamkamata, na ilikuwa ni usiku takriban kama saa 10 hivi alfajiri. Akavutwa akaingizwa ndani nyumbani kwa Mwakinyo na kufanyiwa unyama huo, ambapo at the same time kwa upande wa Mwakinyo yeye anasema kwamba huyu kijana alikuwa anaiba nazi nyumbani kwake. Kwa hiyo ilikuwa ni kesi nzito, na wananchi wa huko Tanga walikasirishwa sana na tukio hilo, wakidai kwamba ile sio mara ya kwanza. Kuna kijana mwingine inasemekana kwamba eti alichomwa na pasi na huyo Mwakinyo kwa sababu tu alikuwa anaangua maembe nyumbani kwake. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vilitokea, lakini lile sakata likaenda, mwisho wa siku kila mtu akamove on, kutokana na kwamba kulikuwa kuna matukio mengine yalikuwa yametokea hapa town. Kwa hiyo watu wakahamisha focus yao, wakaanza kufuatilia matukio mengine, hili la Mwakinyo wakaliacha. Sasa baada ya muda kidogo kupita, hili jambo ambalo limemkuta Mwijaku la hawa wanafunzi kupigana na kufanyiana unyama kisa Mwijaku, Mwakinyo akaenda kucomment na kupongeza hatua ambazo zimechukuliwa dhidi ya Mwijaku pia kwa hiki kitu ambacho kimetokea. Sasa kutokana na pongezi za Mwakinyo kuhusiana na kile ambacho kimemkuta Mwijaku, ni kwamba Mwijaku hajapendezwa nacho na akamind, akaposti video ambayo tumezungumza katika video iliyopita kuhusiana na hiyo issue, the way ambavyo hawa kina Mwakinyo na Manara wamesherehekea kile ambacho kimemkuta yeye kuhusiana na hawa wanafunzi. Lakini haikuishia hapo. Sasa Mwijaku ameamua kuibua tena ile sakata na ile kesi ambayo inamwandama Mwakinyo ambayo ilitokea miezi kadhaa iliyopita. Kwa mujibu wa page ya Mwijaku hapa, ameandika kwamba Rais wa Ngumi Tanzania unapaswa kusitisha leseni ya Mwakinyo kwa kuwa ana kesi. Hapaswi kuwa katika mchezo wa ngumi kwa sasa. Huyu ni muuaji na tunasubiria mahakama itende haki, na insha Allah nitahudhuria kesi, nitaripoti kila hatua itakayopitia kipindi chote katika kipindi cha jirani hapa Crown FM. Haki ipatikane. Umeona Alafu hapa chini katika caption akaandika kwamba hapa tunataka haki. Naomba kibali kwa mahakama nirushe live mwenendo wa kesi ya mauaji itakayounguruma Tanga juu ya Mwakinyo, na tunaomba haki itendeke. Najua anamsumbua sana mheshimiwa, ili amsaidie, na pia vile vile nimeomba mheshimiwa asijiingize kwenye shitaka la mauaji. Huyo ni Mwijaku ameandika hivyo, na akatagi hapa USA 2TZ, akawatagi pia UNVTZ, akatagi pia na shirika la haki za binadamu la Human Rights Tanzania. Mwijaku huyo sasa ameamua kulivalia njuga au kuvalia njuga ile kesi ya Mwakinyo ya yule kijana ambaye alimjeruhi. Kijana ameshonwa, alikuwa na majeraha ya kichwani, ameshonwa kichwani, amevunjwa mguu, na mikononi tuliona alikuwa ameparuliwa. Inasemekana kwamba alifunguliwa mbwa. Sasa haikuishia hapo, akaposti pia zile picha za huyu kijana akiwa hospitalini akiwa ameshonwa yale majeraha, akaposti jinsi ambavyo alivyokuwa amejeruhiwa mikononi, lakini pia akaposti ule mguu ambao umevunjwa na jinsi ambavyo mikono ya huyu kijana ilivyokuwa imevimba. Umeona bwana Haya, baada ya kuposti hizo akaandika tena hapa chini kwamba Human Rights Tanzania to USA to TZ, wallahi Mungu atakulaani. Wallahi Mungu atakulaani kwa unyama huu Mwakinyo, kwa unyama huu kwa kijana ambaye ni tegemeo la taifa. Umewakosea sana watu wa Tanga. Mwijaku ameandika hivyo. Haikuishia hapo, akasema kwamba bwana, huu ni uuaji na haupaswi kufumbiwa macho. Nitahakikisha hili tukio litakuwa linaruka live kupitia kipindi cha jirani. Haki itapatikana. Akaendelea kusema kwamba muuaji mkubwa Mwakinyo, watu wa Tanga hawajawahi kujulikana kwa kadhaa wala mabaya kama haya. Hufai kuwa uraiani muda huu. Ameandika hivyo Mwijaku.
Umeona bwana eh? Sasa kutokana na hiyo posti watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Hii posti bwana ina comment takriban 1925. Kwa mfano, kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana, kuna watu wanajua sana kupiga mpaka unahisi unaangalia WWE. Kuna kupigwa na kupapaswa. Alo, huyu alipigwa. Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, unaisoma hii comment, Mungu akulinde, akuepushe na mabalaa yote na kujalie maisha marefu na yenye kheri hapa duniani. Haya, kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment sasa kwamba bwana, kama unamkubali DC Mwijaku like hapa. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, bora wewe unayewaweka watoto lakini sio huyu anayefanya huu nyama. Kwa sababu bwana, ila yule dada fresh sio Kwa mtu anasema kwamba bwana kwa sababu bwana, usilaaniwe wewe alaaniwe Mwakinyo. Hebu kwenda kwa mtu ameandika hivyo. Umeona bwana Lakini ukiachana hiyo Mwijaku akuishia hapo, akaweka tena video nyingine ya huyu kijana akiwa yuko hospitalini anapatiwa matibabu. Alafu huyu Mwijaku bwana ametagi mpaka ubalozi wa Marekani hapa katika hii video. Alafu akaandika kwamba #maandamano. Sasa huyu Mwijaku anataka mpaka kufanya maandamano ili haki ya huyu kijana ipatikane ambaye amejeruhiwa hivi na Mwakinyo. Yote haya ni baada tu ya Mwakinyo kupongeza na kuchochea zahama za tukio ambalo limemkuta Mwijaku. Kwa sasa hapa bwana ni kwamba Mwijaku bwana akuishia hapo, ametagi human right tena, akatagi mpaka ubalozi wa Marekani, akaandika pale #maandamano. Naandaa barua ya maombi ya maandamano ya amani ya kupinga uuaji kwa wakazi wa Tanga. Tutatembea Tanga, maeneo ya Sahare na Tanga mjini kwa pamoja. Akaandika kwamba insha Allah nitaomba kibali kwa kuandamana kwa watu wa Tanga, na nitaomba pia wakazi wa Tanga tuungane kwenye hili, linawezekana. Akaendelea kusema kwamba kufikisha ujumbe duniani na kwenye vyama vya ngumi duniani kote wajue hili kutoka kwa bondia huyu wa Tanzania. Muuaji mkubwa hapaswi kuachwa akiwa uraiani, alafu anajisifia kuwa yuko karibu na mheshimiwa eti atamsaidia. Napinga vikali sana kwa kiongozi yoyote yule atakayemsaidia huyu Mwakinyo muuaji. Akaendelea hapa Mwijaku kuandika kwamba naamini haki itapatikana kwa namna mahakama zetu zilivyokuwa na weredi mkubwa sana kwa sasa. Mwijaku ameandika hivyo. Kwa Mwijaku tunaweza kusema kwamba amepanic, kwa hiyo ameamua sasa kuwasha moto pia kwenda kwa Mwakinyo. Umeona bwana So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na watu hapa wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hii situation, na Mwijaku pia ameposti jinsi ambavyo huyu kijana alivyokuwa anapokea matibabu akiwa hospitalini. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.